Mahakama na watumishi wote wa serikali mlioko hapa, watoto, wajukuu na ndugu na marafiki wa marehemu, pamoja na viongozi wa dini. Mheshimiwa Rais nayo nafasi fupi ya kutoa salamu, na salamu hizi ni za pole kwako wewe Mheshimiwa Rais kwa kufiwa na kiongozi aliyekuwa mtumishi katika nafasi mbalimbali ndani ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kufikia ngazi ya kuwa makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu na baadaye kustaafu. Tunakupa pole hii. Tunatambua ulipata nafasi ya kukutana naye wilayani Mwanga mkoani Kilimanjaro ulipokwenda kuuzindua mradi mkubwa wa maji ambao ulikuwa ndoto ya marehemu kwa miaka mingi kwa wilaya za Mwanga, Same na maeneo mengine jirani kupata maji yale. Fursa ile ilikupa nafasi Mheshimiwa Rais kupata mawili matatu kutoka kwake. Mheshimiwa Rais, tunakupa pole, lakini pia hata sisi ambao tunafanya nao kazi, tunafanya kazi ofisi ya waziri mkuu, tumenufaika na tunaendelea kunufaika na mchango wake toka utumishi wake akiwa waziri mkuu, nyaraka mbalimbali ambazo alizifanyia kazi, maelekezo ambayo kwa sasa yanaendelea kufanya kazi, nasi pia tumeguswa na msiba huu. Mheshimiwa Rais, nitoe pole kwa familia, watoto, ndugu na marafiki kwa kuondokewa na mzazi wetu, baba yetu, ambaye wasifu wake umeelezwa vizuri sana na katibu mkuu ofisi ya rais mtumishi pamoja na dada yetu mtoto marehemu, wasifu ambao umeeleza namna ambavyo amekuwa bora katika familia, lakini pia kwenye utumishi wake ndani ya serikali, na sikusudii kurudia. Nataka nitumie nafasi hii kutoa pole kwa watumishi wa umma na wote walioguswa na msiba huu. Tumepoteza kiongozi ambaye alikuwa anaendelea kutupa ushauri wa namna kutekeleza majukumu yetu ndani ya serikali, akisisitiza kutenda kazi kwa uaminifu, uadilifu, lakini pia na weledi wa hali ya juu kwa lengo la kutoa matokeo. Mheshimiwa Rais, baada ya kutokea kifo cha kiongozi wetu mstaafu hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya, pamoja na miongozo ya serikali lakini pia maelekezo yako, tumefanya maandalizi ya kutosha yanayopelekea kwenda kumhifadhi kwenye nyumba yake ya milele. Kutoka mwanzo akiwa Mzena, tulipompeleka kama mwili pale Lugalo, na baadaye nyumbani kwa marehemu hapa jijini Dar es Salaam. Maandalizi yameendelea na yako kwenye maandalizi mazuri pale Mwanga, lakini kule Usangi maandalizi yote yapo, na kule Usangi tumepeleka timu ya mawaziri na makatibu wakuu na watendaji wengine serikalini. Nataka nikuhakikishie maelekezo yako yote yameendelea kutekelezwa na hali ni mzuri ya kwenda kumfikisha kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, naomba tukushukuru kwa kutupatia ndege itakayobeba mwili wa marehemu pamoja na wanafamilia kesho asubuhi ili kufika mkoani Kilimanjaro na baadaye Mwanga, ambako wana Mwanga na majirani na yeyote aliyeguswa na msiba huu atapata nafasi ya kuaga pale Mwanga mjini kesho, na baadaye jioni tutakwenda kijijini Usangi ambako kesho kutwa kutakuwa na hatua za mwisho za kwenda kumlaza kwenye nyumba yake ya milele. Mheshimiwa Rais, kwa nafasi ndogo niliyopewa ya kutoa salamu, tunakushukuru kwa maelekezo yako kwa ujumla, na nikuhakikishie kwamba safari hii ya mzee wetu tunaendelea kuiratibu vizuri. Mheshimiwa Rais, nikupe pole familia na wengine wote, na nimalize kwa kushukuru Mwenyezi Mungu kwamba yeye ndio alitoa na sasa anatoa, na jina lake lihimidiwe. Asante sana kwa kunisikiliza. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Baada ya salamu hizo za pole kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na taadhima, inaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa salamu. Mheshimiwa Rais, karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wanafamilia wa hayati Mzee Cleopa Msuya, viongozi wote mliopo hapa, waombolezaji wenzangu, mabibi na mabwana. Nami naomba nichukue fursa hii kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wa Zanzibar kutoa salamu za pole kwako Mheshimiwa Rais, kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa wa taifa wa kuondokewa na mpendwa wetu hayati Mzee Cleopa David Msuya aliyefariki tarehe 7. Ndugu wa Tanzania na ndugu waombolezaji, kwa hakika Watanzania tumempoteza kiongozi mahiri na aliyejitolea kwa moyo na kufanya kazi kwa uzalendo katika kuwatumikia Watanzania kwenye nafasi mbalimbali za utumishi na uongozi wakati wa uhai wake. Katika kipindi chake kwenye nafasi mbalimbali za uongozi alizowahi kushika, zikiwemo za ubunge, uwaziri, waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwenye Chama cha Mapinduzi, alikuwa muumini mkubwa wa umoja na mshikamano wa Watanzania na muumini wa muungano wetu. Alifanya kazi kwa ushirikiano mkubwa na watu wote. Mzee wetu huyu aliwatumikia watu wote kwa uadilifu mkubwa na mara zote aliweka mbele maslahi ya taifa. Ndugu wa Tanzania na ndugu waombolezaji, kati ya mengi ambayo Watanzania tutaendelea kumkumbuka ni umakini wake katika kuisaidia Tanzania kukabiliana na changamoto za kiuchumi kutokana na athari za vita vya Kagera pamoja na mabadiliko ya kiuchumi ya wakati akiwa kiongozi mkuu katika serikali ya Tanzania. Aidha, hayati Mzee Msuya atakumbukwa pia kwa mchango wake katika kuimarisha maendeleo ya viwanda na biashara nchini pamoja na kuimarisha diplomasia ya uchumi. Hakika viongozi na Watanzania kwa ujumla tunayo mengi ya kujifunza kutokana na maisha na utumishi wa mzee wetu huyu. Hivyo basi, namna bora ya kumwenzi marehemu Mzee Msuya ni kuyaendeleza maono yake ya kudumisha umoja na mshikamano, kufanya kazi kwa bidii, uadilifu na uzalendo ili kuhakikisha nchi yetu inazidi kupiga hatua za maendeleo kama alivyofanya yeye wakati wa uhai wake. Ndugu waombolezaji, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha kwa kutoa pole tena kwako Mheshimiwa Rais, kwa familia, ndugu, jamaa na Watanzania wote kwa msiba huu wa mpendwa wetu hayati Mzee Cleopa David Msuya. Namwomba Mwenyezi Mungu ampe malazi mema mzee wetu, aipe subira familia na sote kwa pamoja katika kipindi hiki kigumu cha majonzi. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya marehemu Mzee Cleopa David Msuya mahali pema peponi. Amin. Asante Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa ninayo heshima nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
Kwa heshima na taadhima, karibu sana Makamu wa Rais. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote wa kitaifa mliopo, familia na ndugu wote wa marehemu, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, waombolezaji wote. Kwanza napenda kuungana na walionitangulia kutoa pole kwako Mheshimiwa Rais, serikali, familia ya marehemu, wananchi wote wa Mwanga na Watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa letu. Lakini pili, katika utumishi wa serikali, hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya tumesikia alikuwa mzalendo, mwadilifu, mchapakazi, mahiri sana. Kwa kweli, kwa kifupi, alikuwa mfano bora wa kuigwa, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya maisha yake. Tunathamini uzalendo na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu, na ninawaomba viongozi na watumishi wote wa umma kujitahidi kufuata nyayo zake. Mheshimiwa Cleopa David Msuya katika maisha yake baada ya kustaafu alikuwa kisima cha busara na marejeo ya kumbukumbu katika taifa letu. Mimi binafsi nilimkimbilia kuomba nasaha na maono yake ya mipango na maendeleo ya taifa letu nilipokuwa katibu mtendaji wa Tume ya Mipango, lakini pia kuhusu management ya uchumi na maendeleo ya sekta ya fedha nilipofuata nyayo zake kama waziri wa fedha, lakini pia katika majukumu yangu ya sasa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Nilivyomuona mimi, Mheshimiwa Cleopa David Msuya alikuwa mwenye akili nyingi, nasema sharp intellect. Alikuwa mfuatiliaji makini wa mambo muhimu katika nchi na dunia, na alikuwa mchambuzi hodari wa mambo. Alikuwa mkweli na mwenye msimamo thabiti. Aidha, Mheshimiwa Cleopa David Msuya aliendelea kufuatilia utatuzi wa changamoto za maendeleo ya wananchi wenzake wa Mwanga kila alipopata nafasi ya kusalimiana na viongozi wa kitaifa. Kwa mfano, nilipomtembelea nyumbani kwake Upanga na kule Mwanga, alinieleza kuhusu kusuasua kwa ukamilishaji wa ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Mwanga, lakini pia mradi wa maji wa Same Mwanga Korogwe ambao umekuja kukamilika mwaka huu baada ya takriban miongo miwili ya utekelezaji. Kwa familia ya marehemu, natambua msiba huu ni pigo kubwa kwenu, lakini farijikeni kwa kuwa Mheshimiwa Cleopa David Msuya ataendelea kuwa katika historia ya Tanzania kama kiongozi wa kipekee aliyeacha alama nzuri. Lakini la pili, ninawaomba mkamilishe uandishi wa kitabu cha maisha yake ambacho yeye mwenyewe alinidokeza kuwa kilikuwa karibu kukamilika, na nina hakika dada Dr. Joyce unaweza ukaliongoza hili bila la wasiwasi. Basi naomba niishie hapa. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asante sana Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa salamu za pole.
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa mwa ratiba yetu ya kitaifa ya kumwaga mpendwa wetu hayati Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tukio linalofuata sasa ni kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Nikuombe sasa Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, uongoze waombolezaji katika kutoa heshima za mwisho kwa marehemu. Karibu Mheshimiwa Rais. Wengine naomba tafadhali tuketi.